Asante mama Ana kwa msaada wa daima. Ni maadhimisho ya miaka 30 ya taasisi ya kinamama ya Agape Mulala Cultural Tourism, ambapo ni utalii wa asili ambao ulianzishwa na Mama Ana Palanjo na kuwezesha kufanyika kwa vitu mbalimbali kama ujenzi wa shule kusaidia jamii hii. Lakini pia mama huyu ana historia kubwa kwa sababu alianza kwa kufuga ng'ombe mmoja ambaye sasa hivi ameleta faida kubwa, jambo ambalo limepelekea watu wengi kufika nyumbani kwake. Mimi kwa majina naitwa Ana Palanjo au Mama Agape wanavyoniita. Mimi nilipata huyu ng'ombe mmoja kutoka shirika hilo la Haifa International mwaka wa 92. Nilipopata yule ng'ombe, kwa kweli nilikuwa sina kipato chochote. Nyumba yangu ilikuwa ya mbao, nyumba yangu ilikuwa haina madirisha wala mlango kabisa. Nilikuwa kwenye hali duni kabisa. Watoto walikuwa wasomi, walikuwa wanatembea peku. Lakini baada ya kupata yule ng'ombe na kuzaa, alitoa maziwa mengi, nikawalisha watoto maziwa wakashindwa kuyamaliza. Baada ya hapo nilichukua hatua, nikaenda mjini, nikaenda kutafuta soko la kuuza yale maziwa. Nikalikuta wameingia kule kata na wao. Ndio nikaunganishwa kule, nikawa mteja wa kule, memba wa kule. Wakawa wananipatia mafunzo, ilikuwa 94 nikapata mafunzo ya ujasiriamali, nikapata mafunzo ya uongozi wa biashara, namna ya kutafuta masoko mwenyewe. Kwa hiyo na mimi nikaingia kule, nikawa nimepata uzoefu, nikaendelea na ile shughuli. Lakini baada ya hapo walinipatia nafasi tena kwenda chuo, kwenda kujifunza kubadilisha yale maziwa, badala ya maziwa yenyewe yakawa bidhaa. Tangu nianze kupata huu msaada kutoka kwa uwe msani, nilijenga madarasa 4, nikajenga ofisi ya walimu, nikajenga vyoo 9, nikaweka bomba za umeme ukutani, na kuna watoto ambao pia nimewasaidia ambao wana uwezo mdogo. Wengine ni baba mmoja au mama mmoja, wengine hawana baba kabisa. Kwa hiyo ndio sasa hivi niko kwenye huo mchakato wa kusaidia watoto. Ukipiga mahesabu kwa haraka tangu umeanza kusaidia mpaka sasa, inaweza kama kiasi gani cha fedha? Itakuwa hela nyingi. Kama milioni 200 na zaidi kwa kweli. Kwa sababu kuanzia ile 96 mpaka hapa nilipo hapa ni hela nyingi, tuseme hata 500 kwa kweli inafika. Kwa sababu hata watoto ambao wamesha kuwa watu wazima na wao niliowasaidia, itakuwa ni hela nyingi. Ndugu mwandishi wa habari, mimi sikupata elimu, nilisha darasa la 7. Lakini kutokana na uchu wa kupenda, nikawa na moyo wa kupenda wakati nimekuwa nikaona changamoto mimi ninazopitia. Ndio maana nikaona darasa la 7 alikusaidii kitu chochote. Ndio nikaona watoto wanaonizunguka ninaoona wakirandaranda kule barabarani, heri tu nisaidia tangalau kidogo mtoto wa kike aweze kuokoka na yeye hizi mimba za utotoni, utoro nini na unyanyasaji pia. Ndugu mwandishi wa habari, mbunge alinisaidia kikubwa sana. Na kijana mmoja anaitwa Saidi ambaye alikuwa mtendaji wa kata, alinisaidia kikubwa kwa sababu nikienda kule, nikiambiwa nenda njia hii nakuta kumefungwa, nikipita hivi nakuta kumefungwa kwa sababu sifahamiki, mtu wa darasa la 7 afahamiki. Kwa hiyo wale walikuwa kama nguzo kwangu, wakaniongoza mpaka wakanisaidia ile shule, ndio mpaka sasa hivi na watoto 300 imetoa vidato form 4 mara 2, mwaka juzi na mwaka jana. La kwanza nichukue nafasi hii kuwapongeza sana mkurugenzi wa Agape Mulala Cultural Tourism Program Mama Ana Palanjo kwa hatua kubwa hii ambao wamefikia. Mimi ni mkazi wa kijiji hiki na nilizaliwa hapa na nimesoma shule ya msingi hapa. Naijua mazingira ambayo tulikuwa nayo. Nimesoma shule ya msingi Mulala, ndiko nikomalizia darasa la 7. Hatukuwa na sekondari hapa. Watoto walikuwa wanatoka kilomita nyingi kutembea mpaka Nshupu, kilomita nyingi, na baadaye kwenda Sogoro kule mlimani. Lakini kupitia mradi huu wa utalii ambao ulikuwa unagusa jamii kwa maana ya cultural tourism, utalii wa kiutamaduni ambao mama aliuanzisha huko, kuonyesha watu wanatoka nje machafu ya kula vyetu, kuonyesha watu utamaduni wetu, kuonyesha watu upendo wetu, kuonyesha watu tamaduni ambazo sisi tunazo. Kwa namna hiyo peke yake tu, kuonyesha watu namna maziwa yanavyokamuliwa, kuonyesha watu namna kahawa inapotoka shambani mpaka kuja mezani. Kwa kutumia njia hiyo na ubunifu huo Mungu amemtumia huyu mama, leo tuna shule ya sekondari pale Mulala, mahali ambako mimi nilisoma shule ya msingi na pakuwa na sekondari.
Leo tunapozungumza watoto zaidi ya 300 wananufaika pale. Kwa ninachoweza kukisema mimi ni kwamba kuna umuhimu kwenye jamii kila mtu kuona ni kwa namna gani anaweza kuacha alama kwenye jamii yake bila kujali uwezo alionao. Leo tuko hapa watu na elimu yote, lakini leo tusababisha tukakuja hapa ni mama ambaye ni wa darasa la 7, hakuwahi kwenda form 1 wala sekondari wala chuo, lakini katumia maarifa yake na kijiji chake hapa na rasilimali ambazo ziko hapa. Leo hii jamii inasimama, watu wanapata ajira, vituo vya yatima, shule, sekondari, msingi, maji na mambo mengine kama hayo, lakini zaidi sana uwezeshaji wa kiuchumi kwa kina mama wa hapa Mulala. Kwa hivyo huu ndio mfano ambao unapaswa kuigwa na jamii yote katika jamii yetu ya Tanzania. Si kila shirika au kampuni au kikundi kinachoweza kutimiza mambo makubwa kama haya wasipokuwa na Mungu. Ndio sababu nalipenda lile neno mlilochagua, barua ya Mtume Paulo kwa Wathesalonike, barua ya kwanza, mlango ule wa 5 mstari wa 18, na nukuu maneno: shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Hebu nirudie tena, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Maneno mazito sana. Tupo hapa kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Tuko hapa kwa ajili ya kuinua mikono yetu juu na kumwambia Mungu asante kwa kikundi Agape Mulala Cultural Tourism. Asante kwa njozi hiyo. Asante kwa Mama Ana ambaye ndiye mbeba maono katika hili. Lakini nashukuru Mungu kwamba umekuwepo na imekuwa ni baraka. Mungu amekuwa akubariki na akufanikishe katika njia zako unaporudi kwenye majukumu. Lakini 3, niwashukuru sana viongozi wa madhehebu mbalimbali, wachungaji. Mungu amekuwa awabariki kwa kutenga muda wenu kwa kweli kwa miguu yenu. Lakini 4, kwa ajili ya ndugu jamaa na marafiki, kwa jinsi ambavyo umetoa muda wenu wa kuwa pamoja na sisi katika familia yetu hii. Mungu amekuwa awabariki.